Kikao hicho kimeitishwa kufuatia ongezeko la mazao yasiyo salama katika masoko, jambo linalowaweka wananchi hususan wa kipato cha chini katika hatari ya kiafya. Tafiti zinaonyesha kuwa zaidi ya 90% ya masoko hayo huathiriwa na sumukuvu kutokana na hifadhi duni ya mazao. Festo Kapela ni afisa biashara mwandamizi kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara anayeongoza jitihada za usalama wa chakula nchini. Amesema kuwa bado kuna changamoto kubwa ya kuhakikisha usalama wa chakula kuanzia uzalishaji hadi kwa mlaji. Usalama wa chakula katika nchi yetu bado ni changamoto, kuanzia kwa mfano kwenye uzalishaji, mkulima pale anapopiga madawa kwa mazao na mazao pia mboga na matunda, lakini pia kwenye uchakataji viwandani, lakini pia inapofika pia sokoni kwa mlaji kule tumekuta bidhaa zinapangwa chini, lakini pia wamefungasha katika vifungashio ambavyo sio sahihi. Hii maana yake nini? Kwamba inahatarisha afya ya mlaji, lakini pia kwa jamii kubwa. Kama unafahamu sasa hivi serikali inapambana sana na masuala haya ya afya. Kukuta mama ntilie sasa hivi wanapika chakula wanafunika na lailoni, wakati nailoni ina kemikali ambazo sio nzuri kwa ajili ya afya. Kwa hiyo tunaambia pia waheshimiwa wapite watoe hiyo elimu kwamba swala usalama wa chakula ni swala muhimu sana katika kulinda afya zetu. Kwa upande wake, mtaalamu mwelekezi wa usalama wa chakula Alinanuswe Mwalwange ameeleza kuwa ulaji wa sumukuvu iliyopitiliza kiwango unaweza kuathiri afya ya uzazi kwa wanawake na wanaume. Katika chakula kinachozalishwa Tanzania, 25% mpaka 40% kina madhara ya sumukuvu. Na hicho sasa tena ndicho kwa 90% kinaliwa na Watanzania walio wengi katika masoko ya kawaida. Kwa hicho chakula ambacho kina sumukuvu nyingi ndo kinapatikana katika masoko ya kawaida na ndicho ambacho waraji wengi wanakitumia. Sumukuvu ikiliwa kwa wingi kizidi, inapunguza pia uwezo wa kufikiri, ubongo hauwezi kufanya kazi vizuri. Kuna madhara ambayo mengine ya kiafya, kwa mfano uwezo wa kuwa na uwezo wa kuzaa kwa mwanaume kwa mwanamke unapungua. Nao baadhi ya washiriki wa kikao hicho wameeleza umuhimu wa elimu kwa wananchi na wafanyabiashara kuhusu madhara ya sumukuvu na njia bora ya kuhifadhi mazao hayo. Tunafahamu utaratibu wa serikali kwamba kuna vikao vya kisheria ambavyo kimsingi ndivyo venye kamati za kudumu. Kwa hiyo kamati zile zina wajibu sasa kwenye kila kikao iwe nini ni ajenda ya kudumu masuala ya usalama wa chakula, lakini pia kila mmoja atekeleza wajibu wake mahali alipo, kwa sababu sheria hizi zipo na zinatakiwa ziendelee kutekelezwa. Tunaona kwamba vyakula vingi ambavyo viko masokoni ambavyo Mtanzania wa kawaida anapata sokoni huwa vimeshapata madhara hayo au sumu hiyo. Sasa ni wajibu wetu sisi kama viongozi au pamoja na wataalamu kuelimisha jamii, kufanya watu kuelewa umuhimu wa kujua sumukuvu na madhara yake katika miili ya binadamu, hasa kwa Watanzania wa kawaida. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.